Na mtazamaji, tunazungumza mjadala muhimu sana kwa sababu wenyewe wanakuambia kwamba mjenga nchi ni mwananchi na mvunja nchi pia vile vile ni mwananchi. Kwa hiyo yote ni majukumu ambayo tuko nayo sisi wenyewe. Na ulivyosikia viongozi wanasema kwamba uwezi ukafokea ama ukalaumu mtu ambaye anatoka kuandamana kwa amani, maana yake ni nguvu zake za kikatiba. Cha msingi ni kuhakikisha kwamba unamlinda atekeleze majukumu yake. Lakini mbali na kumlinda, ujiulize mbona anaandamana. Ukiweza kufanyia kazi kinachompeleka barabarani, utazima ama utafunga mfereji wa wale wengine kwenda maandamano. Hayo ndio masuala yameweza kuzungumziwa, na pia vile vile kina Mary wanasema kwamba hawatosita kwenda barabarani, maanake ndio njia peke yake ya wao kusikilizwa. Ni jambo la kusikitisha, maanake na imani kwamba wanapaswa kusikilizwa, si tu kwenda barabarani. Kwa hiyo katika pande zote mbili kila mtu ameweka msimamo mkali, lakini mwisho wa kwisha Kenya ndio yapaswa ipewe kipaumbele. Nilikuwa nakuuliza ndugu yangu Wilmark ni kwamba maandamano ya kesho, najua tumesema kuna mambo mengi, lakini ule ujumbe mzito ambao mnataka kuupitisha kesho, mbali na kuweza kuwatilia dua na kuwakumbuka wenzenu ambao ama Wakenya wenzetu ambao waliandamana, ni upi katika siku ya kesho? Asante sana Rashid. Tulipokuwa kwa break nilikuwa nafuata yanayoendelea kwa X. Naam. Naona bado viongozi bado wanatutia motisha. Juu kitukejeli unatutia motisha. Unajua kuna mtu anadhani ukinikejeli nitafa moyo, lakini alivyosema profesa, sisi ni kizazi. And whatever we put our hands on and whatever we focus on, we have to get it. And tomorrow is a very big day as we remember our fallen comrades and soldiers who did the best to, try to convince the government to do what Kenyans really want. Remember, hata sisi tuko Gen Z, we are on the forefront na tuna represent hadi wazazi wetu. Kwa sasa wazazi wetu hawezi toka kwa streets. Na sisi ndio kizazi cha kesho. So tusipotokea kuna gap sana, na hiyo gap sisi ndio tumekuja kujaza. So our message is very simple. Apart from maybe, remembering those who died last year, we want to send a message to the government and to the leaders that you are the hope of this nation. You are the people who we looking at. You are the people who, when we are studying in campus and saying that one day I want to be a doctor, you are the people who, are in the line of making our dreams come true. So we want you to listen to us. It's very simple. And I heard you ask her about why don't we sit with the president? We don't have to sit with him. Like we have X, we have TikTok, we've been communicating all along and nothing is changing. That's the worst thing. There's no communication. Until when we go to the streets, that's when they'll call the security agencies to Senate to ask them why did Ojwang die. And more than 70 died last year, and we never saw even such a sitting. So we are sending a message that we need the government to listen to us, and we need the government to act. And let me tell you, Rashid, we are very learned and literate, and we have the capacity and value to know what is right and, wrong. Do you think you'd tuseme wewe ni babangu kwa mfano, nimekuitisha kitabu na kuambia ukinipatia hiki kitabu nitapata A kwenye masomo yangu ya high school. Unipe hiyo kitabu kama mimi kama mtoto wako nitapata hiyo A juu umenipa ile wezesha. Umeniwezesha. So the government we need to see what they are doing. Unajua unaweza kuja unasema tumepunguza unga, hatuoni chochote, hakuna kinachoendelea. Kama last year there were still matters about school funding, inaleta shida. The same thing 1 year down the line is the same rhetoric that is going everywhere. So what are we doing? We don't have any progress. And I want to tell the young people a message here as we look forward to tomorrow. Let's have a long-term goal. We can be fighting, and then we lose our focus. We have to agree and have a special goal. For example, last year after the demonstrations, we came together with the fellow youths. We formed a party called Kenya Patriots Party.
And now I want to take the youth now to a direction. I want them to reason with me. You know, as long as we are fighting now na tunaenda maandamano, we have to have a long-term goal that will solve this. Najua kuna mtoto anazaliwa na meno, mtoto anazaliwa bila meno, akikuwa mkubwa anapata meno. So sahi, we cannot, yes, win the presidency, but we have to strategically place ourselves. And how do we do this? Watu wachukue IDs, vijana wachukue kura. Hii vita bado tutapigana, lakini tunaangalia pale mbele, wachukue kura. Kama ni the MCA, we have county assemblies. Let young people go for the MCA seats. I'm saying this as a champion of a political party that I know we are working very difficult to make sure we give young people free tickets to vie for MCAs, to vie for MPs. Because the current political parties are rotten to the core. They are with people who are self-centered, or in another name I would call them egocentric. They only mind about themselves. They don't have the interest of the people. So what I'm telling the young people there, easy viti, MPs make laws, amend laws. The Senate makes laws and amend laws. These are the seats we should focus on. Because before we get a Gen Z president, a young president who will liberate us, we have to walk the journey. And how do we walk? We have to approach it with a lot of skills and a lot of wisdom. So, and I thank the leaders. Si viongozi wote wabaya juu. Kama I'm so happy we are on the same table with Professor, and I thank God because he's supporting us. As a father, he's encouraging us. Because once I'm walking out of here, I'll be like, Professor said something, and it was really encouraging. And we need such leaders to help us. I know, unajua kuregister chama inakuanga ngumu. Na mimi nawape kongole watu walitusaidia. We have Madam Anne Kagore. I don't know ama ulimuona. We have to have actually mother instincts in this country. She helped us come up with that party because hatungeweza kuregister. Hiyo ni ya vijana. We have already registered. The party code is 031. And we are doing this because we are focusing on the future. Because as long as we go into the streets, unanielewa? Government imekuwa katili sana. So we need to have a long-term goal. And we must get where we want to. At the end of the day, just note that. Shukran sana. Wilmark anasema kwamba lazima tuwe na karata yetu ile ambayo ni asiri, lakini ameiweka dhahiri. Amesema karata ni vijana wajisajili kama wapiga kura, na vijana wasiogope kujiingiza katika ulingo wa kisiasa katika nyadhifa hizi za wakilishi wadi. Amezungumza wabunge, wakilishi wanawake, na pia vile vile maseneta, kwa sababu yao ni majumba ambayo sheria zinatengezwa pale, sheria zinarekebishwa pale. Kwa hiyo tukiwa pale, tutahakikisha kwamba yoyote atakuwa uongozini atatekeleza majukumu yake kikamilifu kwa kuheshimu katiba, manake vijana wengi watakuwa katika majengo yale kuhakikisha kwamba katiba haibakwi, kwa kutumia hilo neno, katiba inatekelezwa kikamilifu. Ushauri ambao ukirudi miaka yako kama kijana, wakati kwa mapambana, na ukimsikia Wilmark anazungumza, unaweza kuwapa ushauri gani kijana kama yeye na wengine ambao wanakutizama hivi sasa? Kwanza niseme ni kama miaka hiyo nilikuwa kijana na sasa kuna kitu kama ni sawa katika wale wanatuongoza ama viongozi, kwa sababu wakati wa Moi ile katiba ilikuwa inatumiwa. Hata ikiwa tulipata hiyo katiba mwaka wa 63 ilibadilishwa mpaka ikawa sasa sio katiba tena. Kwa hivyo hilo jambo la kupenda kuwa katika uongozi bila kufuata sheria, bila kufuata katiba limeanza siku hizo za zamani. Na leo mtu akiangalia vizuri anaona kwamba viongozi wa sasa ni kama wanataka kutumia katiba ya 1963 ile ilikuwa imebadilika badala ya kutumia katiba ya 2010. Na hiyo ni shida moja kubwa. Sio kama wanajua wao hivyo ndivyo wanafanya. Na tena kulikuwa na sheria inatengenezwa, vijana wawe wanaweza kuchaguana, wawe na hiyo National Youth Council kutoka siku hizo ilikuwa kutoka sublocation, waanze sublocation mpaka wawe na National Youth Council. Ndio sasa wawe wanaweza kuleta shida zote wanazo zinakuja kupitia sheria. Lakini serikali ikafika mahali ikaogopa, ikasema hao jamaa tukikubali wawe wanaweza kuhusika
Kwa njia hiyo watakuwa na nguvu nyingi, na hilo jambo lingekuwa limefanyika hapo awali, na tena hata hiyo sheria mpaka wa leo bado iko mezani, haijapelekwa mahali popote. Hiyo National Youth Council kidogo iliyopo ni tena vijana wanaletwa, wale wanazungumza, wanakubali jinsi serikali inasema. Kwa hivyo pia nafikiri ni jambo la maana ikiwa hiyo sheria inakaliwa tena upya, mpaka vijana pia wanashughulika, wanaona ni njia gani wanaweza kuwa sasa na council inaweza kuwa inazungumza vizuri na serikali yoyote ile itakuwa iko. Na nataka ni kubali vile vile katika kusema hawa vijana jinsi wanaendelea, nafikiri ni vizuri pia na wao waseme manifesto kabisa ni nini kile wanataka kabisa, waseme kwamba tunaona hii ikifanyika nchi yetu itapata faida, sio sisi vijana peke yetu. Na katika kufanya kazi pamoja, hilo ni jambo la maana, kwa sababu unaweza kufanya maandamano na unafanya maandamano, lakini unajua ukiangalia nchi zote za ulimwengu, kuna wakati watu wanakuja wanachoka, kwa sababu watu hawawezi kufanya maandamano kwa mwaka mzima bila kuchoka. Kwa hivyo ndio vizuri jinsi amesema kwamba pia kufocus na sasa kuingia katika uongozi. Hilo ni jambo la maana sana, kwa sababu wakati tulipopata uhuru, akina Kibaki, Matiba, Mboya, Michuki, watu wengi walikuwa bado hata kufika miaka, wengine wanaanza miaka 30. Miaka 30. Kwa hivyo hilo ni jambo la maana, lakini ni sasa uongozi wa vijana uanze kuwa sasa unakuja pamoja. Na ninafikiri kesho tukiendelea, ni jambo la maana sana, tusiwatishe, tuseme kwamba wafanye na amani, kazi yao na amani, na polisi waelezwe vizuri. Lakini hiyo njia ya kuwa vitu vile wanauliza vinashughulikiwa, hiyo njia ni lazima tuitafute. Na nafikiri vile vile ni lazima tukubali kwamba kuna wakati ndio wanasema kwamba wanafanya mazungumzo katika internet na nini na mitandao, lakini labda siku moja vile vile hiyo mazungumzo itatolewa huko, iletwe katika meza, lakini ni mpaka viongozi wamebadilika kabisa, na sio tu wale wako katika uongozi sasa hivi, lakini hata wale wanasema wako katika upinzani. Ndio sasa tuwe tunaweza kukaa na hawa vijana, tunakaa pamoja, tunashughulikia Kenya kwa ujumla. Na katika alichokizungumza, ametoa rai kwenu kwamba sasa hivi we ni safari ya Kenya, yani ambao mnayapigania sasa hivi, mnayapigania kikenya, na pia muwe katika safari ya kuja kama alivyosema ndugu yangu Wilma kwamba muingie katika huo uongozi, ili vijana muje mfanye maamuzi wakati mtakuwa mmeingia katika nyadhifa kama hizi. Lakini tunapozungumza hivi sasa katika mabunge yetu haya ambao tuko nayo kule, katika mabunge ya county, tukija katika mabunge yetu mawili makuu hapa, wapo vijana ambao waliteuliwa. Nyinyi kama vijana, labda pia kwa sababu mnajua ile ndio njia ambayo mswada ukija watasema hapa no, ikija sheria hapa tunapiga msasa, mlijaribu kuwafikia baadhi ya viongozi wachanga ambao wapo uongozini hivi sasa, na wao kauli zao zilikuwa zipi katika hii safari ya kutafuta haki na kuhakikisha kwamba katiba inaheshimiwa? Je, mmewafikia viongozi wachanga? Naam, tulijaribu kufikia viongozi kadhaa, lakini sijui nini kinachoendelea huko bungeni, kwa sababu unapata mtu ni mzuri, a very good politician, mtu hata amesomea wanasheria, ameenda akakuwa mbunge, lakini anapoingia huko yale ambayo alikuwa yeye mwenyewe analilia anayageuka. Leo anasema we are fighting for a better Kenya, we are fighting, kesho yake anakuja kuambia nyinyi vijana acheneni mna maandamano, Kenya iko sawa. So you find the challenge that you are having is the leaders that you are trusting, ni all the same leaders who come to betray us. It has become a very, very
big challenge for us as youth, kwa sababu na huwezi jua ni nani utakayeamini, kwa sababu leo utaniambia hivi, kesho unaenda huko, sijui ni nini hiyo kinachoendelea, sijui ni pesa wanapewa, wanakuja wanageuka. So it has been a challenge. Na ungependa kuambia nini hao vijana viongozi? Manake wana mchango mkubwa kama anavyosema. Wana mchango mkubwa wa kuwashawishi wenzao, kuwarai wengine, na mengi yanaweza badilika kupitia mabunge yetu. Naam. Wakiamua. Kwa hiyo ushauri wako kwa vijana hao unawaambia nini? Nchi ya Kenya ni nchi yetu. Sisi wote ni wa Kenya, hatuna nchi nyingine. Kwa hivyo kile ambacho mnakifanya sasa it is affecting all of us. Kama ni mambo na SHA, it is affecting all of us. Mtavote SHA ni mzuri mkijua yenyewe iko na defects. Later on we will suffer sisi wote. Tukikosa ajira kama vijana ni sisi tunaangamia. Utaenda huko bungeni, utakaa miaka yako 5, 10 utoke. After that, what's next? So ningependa au vijana kuambia kwamba Kenya ni yetu. Let us fight for our country as Kenyans. Let us not destroy this country because we don't have another country. Na bila shaka ushauri mzuri sana. Lazima uhakikishe kwamba umeandaa mazingira mazuri anavyosema, kwa sababu wewe mwenyewe kesho utakuja yahitaji yale mazingira jinsi yalivyo. Lidhome, nitakuuliza swali moja tofauti. Rais anapokuwa anasubiri ule mchakato wa kesi na nini, kuita wale viongozi kwa wameweza kuchaguliwa, nakumbuka alisema kwamba mimi nataka watu wafanye kazi. Na sitaki watu ambao watakuwa wananifelisha. Nataka watu wafanye kazi. Sitaki watu wa kufurahishana. Tumezungumza na Wakenya wana matarajio mengi, na mimi kama wakumbuka hizo kauli. Nakumbuka. Sasa hawa viongozi walikuwa wamepewa go ahead kule kwamba tuende tukafanye kazi. Ikiwa mbaya mniambie, ikiwa nzuri tuiendeleze. Nini kimebadilika? Unajua Rashid, kuna tofauti baina ya kusema na kutekeleza. Hayo yalikuwa ni maneno. Wakenya waliyasikia hayo maneno na wakafurahia. Mimi niliyafurahia sana. Nikasema hapa rais anawahimiza mawaziri wake wawajibike, wafanye kazi. Hapa ni kazi tu. Lakini vitendo havikuonekana. Na kweni rais ambaye ana mamlaka ya kumchagua mtu, kumpeleka bungeni, yani anampendekeza, wanapendekezwa, wanapelekwa bungeni, wanapigwa msasa. Je, hana mamlaka ya kusema wewe, mimi ninaona hufai? Kwa nini mpaka sasa hatujaona mtu yote ambaye aliyetaka kumtimua alimtimua, aliyeona kuwa hafai alimtimua? Kwa nini hawajatimuliwa wengine ambao anaona hawafai? Kwa hivyo maneno matamu yafuatwe na vitendo, Rashid. Hiki ndicho ambacho kinawatamausha vijana wetu. Wanaona ahadi nzuri lakini haitekelezwi. Kwa hivyo tunamuomba rais, wajua tujakata tamaa. Na nataka kuambia vijana, hatuwezi kukata tamaa. Nchi hii ni yetu, lazima tuilinde. Kuna mustakbali wa hii nchi. All is not lost. Lakini inafaa tufanye mambo tofauti. Hatuwezi kuendelea vile tulivyokuwa tukifanya na tutarajie mabadiliko. Kwa hivyo tunahitaji sasa maneno yafuatwe kwa vitendo. Wale ambao tunayazungumza mazuri yafuatwe kwa vitendo ambavyo vinaonekana, na ikiwa kuna mtu ambaye hatawajibika kufanya kazi yake, achukuliwe hatua muafaka za kisheria ili wafanye kazi. Kwa sababu hiyo mishahara wanaopata pale ni jasho la hawa vijana ambao wanafanya kazi za mjengo, wanaovuta mikokoteni. Wao ni jasho lao hili ambalo linawalipa mishahara. Kama hawajibiki, raisi, crack the whip. Wacha vijana waone kuwa fulani ameondolewa kazini, sio kwa sababu za kisiasa. Ameondolewa kazini kwa sababu hatekelezi wajibu wake. Na vijana, mwito wangu kwa vijana ni huu. Wajua, tusizungumze kama kuwa kuna nchi ya vijana, kuna nchi ya wazee, ya wanasiasa na viongozi wa dini. Ni nchi yetu sote. Mtahitaji wazee na tunahitaji vijana. Huu ni ushirika baina yetu sisi wote, tujenge nchi hii yetu, kwa sababu leo hii wewe ni kijana, hata mimi nilikuwa kijana kama wewe. Mimi nilipokutana na profesa mara ya kwanza alikuwa bado ni kijana. Amezeeka sasa na nyinyi pia mtazeeka. Kwa hivyo tusiwe tunasema ni vijana tuondoe wazee. Tushirikianeni, kila mmoja ana nafasi yake. Maslahi ya taifa. Na kila mmoja ana nafasi yake. Mwisho, wito wangu wa mwisho ni huu. Unapoondoa kitu kibaya,
usiharibu. Rashid, ukitaka kutengeza uso wako, huwezi kutengeza kwa kukata pua lako. Mwenye akili anafahamu tunasema nini. Msiseme kitu mtazamaji, tutaendelea na mengi, na kuna kitu amesema kwamba tusifike mahali tukagawanywa kirika katika nchi yetu ya Kenya. Tupambane sote kwa kuheshimu marika, lakini sana tuangalie tu kwamba ni ufanisi wa taifa na haki pia vile vile ziweze kuheshimiwa katika nchi yetu hii ya Kenya. Ndio ujumbe mzuri zaidi, maana sote tunahitajiana, mdogo mkubwa, sote tuna mchango katika kusukuma gurudumu la taifa letu mbele. Tutarudi na mengi na ndugu zangu katika ule mkondo wetu wa kumalizia.